Tuache hizi style za Kiyahudi na Nasara kwamba wao wanafanya nini na sisi tufanye hivi, wao kwa sababu wanajenga majengo mengi na sisi tujenge majengo mengi, wao kwa sababu wamefanya hivi na sisi tufanye hivi. Wao mna mtu anakuja bana, jamaa Kristo anabeba viwanja vingi kule Dodoma, si wapi mbeba viwanja vingi, na sisi tuchukue viwanja tuwekeze. Lakini ndio makusudio hiyo? Mtume wangu sallallahu alikuja kuwekeza viwanja? Kuna mtume kaja akasema tukusanye viwanja tufanye kazi? Hata misikiti sisi hatuna haja nayo, sisi tunaweza kufanya kazi chini hata mti. Lakini kile kilichokuwa hasa natakiwa tufanye dawa, sisi tuwafahamishe watu Allah nani, Allah anataka nini, Mtume wetu sasa mkafundisha nini. Ndugu zangu, kama tujafanya hivyo, siku zote sisi tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu, tutachukua vyeo vikubwa kwa mimi mwenyekiti, mwenye kitanda, mimi amiri mkuu, mimi nani, alafu mwisho wa siku utakwenda kujibu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huko. Kabisa nakwambia, tufanye juhudi sisi tuwaelekeze watu pale panapotakiwa. Kila mmoja afikirie kuanzia nyumbani kwake, mke wangu, mtoto wangu, jirani yangu, ndugu yangu, jamaa yangu, tumfanyie juhudi. Alafu sisi ndugu zangu tumekuja kwa makusudi mawili hapa duniani katika umma huu. Kwanza kabisa mimi mwenyewe niwe Muislamu. Mimi mwenyewe ni Muislamu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hauruhusiwi kufa bila kuwa Muislamu. Hiyo moja. Lakini ya pili, mimi nimepewa jukumu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kufanya nini? Kuamrisha mema, kaza mabaya. Sasa je, sisi tunafanya hiyo kazi? Toka asubuhi mpaka jioni, jioni mpaka asubuhi, alafu wiki, mwezi, hata mtu mmoja umezungumza naye wewe? Mke wako anasali sawa sawa, huna habari naye. Huko wewe unaendesha mataasisi, unaendesha vikao, kitu gani? Binti yako anatembea uchi, huna habari naye. Huko unaendesha vikao na mataasisi. Ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, sahibu yako, huna habari naye. Huko unaendesha vikao na mataasisi. Kwa ndugu zangu, sisi tumetolewa kwa ajili ya umma mzima. Tunatakiwa sisi tufikishe dini ya Mwenyezi Mungu kila kona ya dunia. Kwa hiyo tufanye juhudi